Na mtazamaji wa Faruku Online TV, leo ni shangwe kwa wanamtwara, kwa vijana wa hapa mkoani Mtwara, ambapo leo basi rasmi jukwaa la vijana limezinduliwa hapa mkoani Mtwara, na mgeni rasmi alikuwa ni mbunge wa jimbo la Mtwara mjini, lakini pia ni waziri ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Dr. Joel Arthur Nanauka. Mengi yamezungumzwa hapa, kubwa zaidi pia amewasihi vijana kwa sababu wanajitoa ili sasa kuona namna gani basi wanapata kipato kwa kile ambacho ama vyanzo ambavyo wao watakuwa wamekwisha kuvianzisha. Tukamsikia hapa kile ambacho amekizungumza na vijana hawa kutokea hapa mkoani Mtwara. Mikopo hii kuna maboresho makubwa sana tumeyafanya ambayo ningependa niyaeleze ili vijana wa Mtwara na vijana wa Tanzania nzima waweze kuyaelewa. Kumekuwa na malalamiko makubwa sana kuhusiana na aina ya mikopo, hasa masharti yanayotolewa kuhusiana na aina ya mikopo. Na Mheshimiwa Rais aliagiza na akatuambia kwamba tuhakikishe kama wizara pia tunaboresha masharti ya mikopo yanayotolewa kwa vijana kwa kuzingatia hali zao za maisha, kwa kujua kwamba vijana bado wanajitafuta, hawana uwezo mkubwa, kwa kuna vitu hawawezi kuwa navyo ili waweze kupata sifa za mikopo. Kwa kuna mambo matatu tumeboresha katika utoaji wa mikopo katika awamu hii. Jambo la kwanza, katika mikopo tunayotoa hautahitaji kijana kuwa na dhamana ya aina yoyote kwa maana ya kitu kinachoonekana. Kwa hiyo hata mikopo tunayotoa leo hapa au mikopo tuliyokuwa tumetoa Mwanza na maeneo mengine, hauhitaji kuwa na hati ya nyumba, hauhitaji kuwa na gari, hauhitaji kuwa na kiwanja, hauhitaji kuwa na kitu chochote kile. Dhamana yako wewe ni kuwa na kikundi kinachotambulika ambacho mmejiunga, na ukikuwa hivyo manake unaweza kupata mkopo wa thamani kubwa sana. Tukiwa kule Mwanza, kuna vijana wa Mtwara najua walikuwepo pale, walishuhudia kijana mwenzao mmoja ambaye yuko chini ya miaka 25 alipata mkopo wa kwake peke yake wa jumla milioni 80 peke yake, kwa sababu aliweza kutimiza vigezo na hakuwa na dhamana yoyote. Kwa hiyo mtu yoyote anayesema mikopo hii na dhamana, hapana. Mheshimiwa Rais aliagiza na tumesimamia, kijana uhitaji kuwa na dhamana ili kupata mkopo unaotolewa na serikali katika awamu hii. Tumeondoa hicho kigezo, na hata mikopo ambayo tutatoa leo kwa vijana hapa hakuna aliyeweka dhamana ya kitu chochote, kwa maana ya kwamba dhamana, Mheshimiwa Rais anasema dhamana ni maono ulionayo wewe kijana, dhamana ni mipango ulionayo wewe kijana, ili kuhakikisha hata kijana anatoka katika kaya na familia maskini anaweza pia kuwezeshwa kupitia mikopo hii. Lakini jambo la pili la muhimu ambalo tumelirekebisha na kulifanya kwa weledi sana ni kwamba katika mikopo inayotolewa katika mfuko wa maendeleo ya vijana yamekuwepo pia maoni ya muda mrefu, kwamba wakati mwingine vijana wana mawazo ambayo hawawezi kuyatekeleza kwa kikundi, wanataka watekeleze kwa mtu mmoja mmoja. Utaratibu na mwongozo wa utoaji wetu wa mikopo katika mfuko wa maendeleo ya vijana, kipo kipengele ambacho kinaeleza kijana anaweza kupatiwa mkopo hata akiwa yeye binafsi kama wazo lake litaeleweka, litakubalika na litaonekana linaweza kuleta tija. Kwa hiyo wale waliokuwa wanasema na mawazo binafsi, mimi kama mimi, tumefungua fursa hiyo pia. Mheshimiwa Rais amesema anataka kuacha vijana wanaomiliki uchumi na wanaomiliki viwanda, na katika awamu ijayo mimi pamoja na wizara tumekubaliana kwamba pamoja na mikopo midogo midogo tunayoitoa, tutaanza kutoa mikopo kwa vijana wanaomiliki viwanda vidogo vidogo, kwa hiyo mikopo mikubwa ambao vijana wanaweza kuajiri pia vijana wengine. Na nasema haya ili mjiandae, lakini ili mjue dhamira ya serikali katika kuhakikisha kwamba tunaboresha maisha ya vijana. Lakini jambo la tatu ambalo limeboreshwa sana katika utoaji wa mikopo, kulikuwepo na malalamiko makubwa sana kwamba vijana wakipewa mikopo basi wanapewa leo, baada ya wiki, baada ya muda mfupi wanaanza kudaiwa rejesho wakati bado hawajajiimarisha katika shughuli zao za kiuchumi. Wa waziri kututembelea na kukabidhi vifaa hivi kwa vijana. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, vijana wa mkoa wa Mtwara sasa tuchangamkie fursa. Tusiwe na sababu kwamba kuna masharti ya mkopo. Ameeleza vizuri sana kwamba hata mtu mmoja anaweza akakopeshwa, pamoja na masharti ya mikopo kwa maana ya kurudisha kwa haraka yametafutiwa ufumbuzi kuanzia miezi 3 hadi 6. Kwa hiyo niwatake vijana wa Mtwara tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwa lengo lake la kukabidhi uchumi kwa vijana. Na sisi wana Mtwara tuna bahati, waziri ni mbunge wetu hapa Mtwara na amekuja kwa ajili ya kukabidhi hivi vifaa. Tuvitumie vizuri
Kwa wale vijana wa Mtwara mnaopata fursa ya kupata vifaa hivi, muonyeshe mfano ili sasa na wenzenu wengine wapate kuiga na tuendelee kupata mikopo ya namna hii. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa jambo hili. Tumezungumza na baadhi ya wanufaika wa mikopo ya pikipiki na bajaji kwa hapa Manispaa Mtwara Mikindani. Je, wao wamepokeaje na kwa kiasi gani hapo awali walikuwa na changamoto ya kujiajiri kwenye eneo hili la kutafuta kipato? Nini ambacho tumekizungumza? Kwa majina naitwa Rajabu Shaibu Hamisi Mkabalanga. Ni mnufaika wa fursa hii ya vijana platform. Mimi kama kijana nashukuru serikali yangu ya Tanzania pamoja na waziri pia na mama kwa kutuona vijana kama vijana ambao tuko hapa tumekusanyika leo kuja kutoa shukrani zetu za dhati, kwa sababu ni miaka mingi na ni hatua nzuri ambayo tumefikia mpaka sasa, waziri pamoja na rais kutujali sisi vijana ambao ni nguvu kazi wa taifa hili na kutambua uwepo wetu kwamba kuna vijana ambao ni nguvu kazi wa taifa. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, sisi kama wanufaika leo hii tumekuja kutoa shukurani ya kupokea pikipiki aina ya Guta, tuna TVS bajaji, pia tuna TVS za miguu miwili. Mimi kwa majina naitwa Shaibu Salumu na Mkuva, ni mnufaika wa hii mikopo ambayo inatolewa na serikali. Kwa kifupi, sisi tunashukuru sana serikali yetu. Tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kama rais wetu, lakini pia tunamshukuru waziri wetu wa vijana ambaye ni mbunge wetu wa jimbo hili la Mtwara mjini, kwa sababu kwa kipindi cha nyuma vijana tulikuwa hatuangaliwi kwa namna moja ama nyingine, lakini kwa safari hii tunashukuru serikali imeamua kututazama kwa jicho la upeo kabisa, na sisi tunapokea kwa kututazama hivyo serikali, na tunaamini tutapambana na tutahakikisha kabisa tunawezesha kurejesha mkopo huu, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunapata mikopo hii kutoka kwa watu binafsi huko nje. Hiyo mikopo ilikuwa inatuumiza sana, lakini tunashukuru serikali imeamua kututazama vijana, kutugea mkopo ambao hauna riba, na vijana sisi ndo nguvu kazi ya taifa. Tumekushafika tamati juu ya taarifa hiyo hii ya uzinduzi wa jukwaa la vijana kutokea hapa mkoani Mtwara, na kauli mbiu inazungumza hapa, vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu. Naitwa Faruk Ngonyani, hii ni Faruk Online TV. Bye bye.